Baraza Kuu la Waislamu Tanzania yaani BAKWATA kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za Kiislamu nchini limelaani vikali vitendo vya uhalifu vilivyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025 na kuisihi serikali kufanya uchunguzi wa kina kubaini chanzo na vinara wa machafuko hayo. Katika tamko lililotolewa siku ya Alhamisi, viongozi wa taasisi hizo wamesema tukio hilo limeacha majonzi makubwa kutokana na vifo vya watu wasio na hatia, ulemavu wa kudumu na uharifu wa mali na miundombinu ya umma na binafsi. Viongozi hao wameeleza kuwa kabla ya uchaguzi mkuu walifanya jitihada kubwa kuhimiza utunzaji wa amani, wakisisitiza kuwa kudai haki ni jambo la msingi sana, lakini lisifanywe kwa njia zinazohatarisha usalama wa taifa. BAKWATA imeiomba serikali kuwa na jicho la huruma kwa familia zilizopoteza ndugu zao, waliojeruhiwa na kuathirika kwa njia yoyote katika machafuko hayo, huku ikiitaka pia kuchukua hatua dhidi ya wale waliochochea vijana kujiingiza kwenye vurugu. Aidha, tamko hilo limehimiza serikali kuzingatia suluhu na maridhiano pale inapobidi kwa maslahi mapana ya taifa. Hata hivyo, viongozi hao wameonya kuwa maridhiano yasitumike kama zawadi kwa watu waliotenda uhalifu, wakisema vitendo vya namna hiyo havipaswi kufumbiwa macho. Aidha, viongozi wa Kiislamu hao wamepongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ushindi wa kishindo wa uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka 5 ijayo, huku akimtakia kheri katika utekelezaji wa majukumu yake. Hii ni moja ya habari ambayo kiukweli imepokea komenti nyingi kweli kweli, watu wakipokea habari zao mbalimbali. Kuna watu ambao nitasoma komenti zao lakini sitotaja majina yao. Mmoja anasema inaweza kunipa wakati mgumu kuamini dini. Mwingine anasema tatizo la viongozi wa dini njaa kari. Mwingine anasema chanzo cha vurugu ni nini kama kweli hii taasisi inajielewa. Mwingine anasema taasisi haramu. Mwingine akaandika maneno makali, mimi ndo maana nimehama hii dini, akaongeza na maneno makali kidogo. Akasema, mwingine anasema mna uhakika hawa Waislamu wenzetu au mmeangalia mavazi pekee? Mwingine anasema wanafiki hawa. Hii ni moja ya habari ambayo imetolewa na Baraza la Waislamu Tanzania yaani BAKWATA kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kushinda uchaguzi ile Oktoba 29, ambaye imempa nafasi nyingine ya kuongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka 5 mingine ijayo. Ngoja tuangalie namna ambavyo habari hii itapokelewa na watu mbalimbali na vile ambavyo itaongelewa. Mimi ni Dr. Mateka. Bye bye.